ya wamachinga 5,000 wanaofanya biashara katika soko kuu la Kariakoo lililopo jijini Dar es Salaam wanaendelea kunufaika na mikopo mbalimbali inayotolewa na Maendeleo Benki PLC ili kuwawezesha kiuchumi. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya benki hiyo jijini humo, mkuu wa idara ya biashara wa Maendeleo Benki PLC Emmanuel Mwaya amesema wamekuwa wakiwapatia mikopo wajasiriamali wadogo na wakubwa ili wajikwamue kiuchumi, ambapo wameamua kuwapa wamachinga kwa sababu mabenki yamekuwa yakiwasahau kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo upatikanaji wa taarifa zao ni mgumu. Mwaya amesema wametoa zaidi ya bilioni 6.9 kwa ajili ya kuwakopesha wamachinga, ambapo zaidi ya bilioni 5.4 imesharudishwa na wamachinga hao. Hivyo wameona ni jinsi gani walivyokuwa na uaminifu unaopelekea kuendelea kuwashika mkono katika kuwawezesha kiuchumi. Kwa majina naitwa ndugu Emmanuel Mwaya, mkuu wa idara ya biashara kutoka Maendeleo Bank. Maendeleo Bank ni benki ambayo imekuwa ikitoa huduma mbalimbali ikiwemo mikopo kwa wajasiriamali mbalimbali wa kati na hata wale wa chini. Tumekuwa tukitoa mikopo kwa ndugu zetu wa machinga ambao wenyewe wamekuwa na changamoto ya kuweza kupata huduma za kibenki kwa muda mrefu, ambapo mabenki mengi yalikuwa hayajaona fursa hii ya kuweza kuwafikia hawa machinga, na hasa kutokana na jinsi ambavyo walikuwa wanaonekana ama wamechukuliwa na jamii. Moja ya changamoto ya wamachinga ni ukosefu wa mitaji, lakini pia ukosefu wa dhamana, na hivyo kuwafanya washindwe kukopesheka, kwa sababu pia hata upatikanaji wa taarifa sahihi za biashara zao ni ngumu kwa sababu ya mfumo wao wa utunzaji wa taarifa. Kwa hivyo vitu hivyo vimepelekea kuwa na changamoto kubwa kwa hawa wamachinga kuweza kupata huduma za kibenki na hasa mikopo, kwa sababu ya changamoto nilizozitaja hapo juu. Sasa Maendeleo Bank sisi tulichukua nafasi ya kuweza kusoma mfumo mzima wa biashara za hawa ndugu zetu wa machinga na kuweza kuzielewa, na baadaye baada ya kufanya utafiti wa kutosha tulijiridhisha bila shaka kwamba wamachinga ni wafanyabiashara wazuri ambao wanakopesheka. Moja ya vitu ambavyo tulivifanya kutoka kwa wamachinga ni kama nilivyotangulia, ni kusoma mfumo wao wa biashara. Wamachinga wanafanya biashara kwenye maeneo ambayo yamerasimishwa na serikali, hasa pale Kariakoo, soko la Kariakoo, na pale kwenye soko la Kariakoo hawa machinga wanatumia vizimba. Sasa hivi vizimba ni vina thamani. Tulikuja kujifunza kwamba vizimba vina thamani, kwa sababu ili uweze kupata kizimba pale Kariakoo unahitaji kuwa na pesa na upatikanaji wa kizimba wenyewe. Na baadaye tukaenda kukutana na chama chao ambacho kinajulikana kama Kariakoo Wamachinga Association, tukaweza kukaa nao na baadaye tukakubaliana kwamba sasa, kwa sababu kizimba kina thamani na ili uweze kupata kizimba kuna ada ambayo unalipa, tukasema tutatoa mikopo kwa kutumia dhamana ya kizimba. Kwa hiyo kama benki tumeweza kutoa mikopo kwa machinga, mikopo kwa machinga wasio pungua wa machinga 5,000 toka tumeanza mwaka 2021 kwa mikopo inayofikia bilioni 6.9, ambapo mikopo hii yote inalipika vizuri.
na ninapozungumza mpaka sasa hivi zaidi ya bilioni 5.4 kutoka 6.9 imesharudishwa, na bado hawa machinga wamekuwa wakiendelea kukopa na kuendelea kunufaika na mikopo ya machinga ambayo sisi Maendeleo Bank tumeita Wezesha Machinga. Sasa baada ya kuendelea kuwakopesha hawa machinga, kwa sababu mikopo hii ya wamachinga wanakopa kwa machinga mmoja kwa kiasi kisichozidi milioni 4 kwa kutumia kizimba. Lakini tumekuja kujifunza baada pia ya kuweza kuwalea, wengi wameweza kufikia hatua ya uwezo wa kukopa zaidi ya milioni 4, lakini kutokana na taratibu ambazo zipo wanashindwa kuvuka hiyo milioni 4 kwa sababu ya kikwazo cha dhamana, kwa sababu dhamana ya kizimba inaweza kubeba mkopo mpaka milioni 4. Kwa hiyo benki kupitia utaratibu wake wa kawaida wa kwenda kugusa mahitaji ya wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo ambao kwenye jamii wanaweza wakaonekana kana kwamba hawakopesheki, tukaenda kuona fursa nyingine ambayo ya kuwawezesha hawa machinga kupitia mradi wa ukopeshaji wa viwanja kwa ajili ya makazi kwa wamachinga ambayo tunaita Machinga Plot Finance. Mradi huu unajumuisha jumla ya wamachinga wasiopungua 500, yani viwanja visivyopungua 500, ambao benki sasa kwa kushirikiana na chama cha wamachinga pale Kariakoo, hiyo Kariakoo Wamachinga Association, tumeweza kupata eneo Mkuranga ambalo lina jumla ya ekari zisizopungua ekari 100. Hizi ekari ni mahususi kwa ajili ya kukata na kutengeneza viwanja kwa ajili ya wamachinga, ambapo jumla ya wamachinga wasiopungua 500 watanufaika na mikopo hii ambayo itafanyika chini ya ushirikiano wa machinga na Maendeleo Benki. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa machinga hapa nchini Steven Lusinde ameyaomba makampuni mbalimbali ya mabenki wajitokeze katika kuwakopesha fedha ili waweze kuendeleza biashara zao. Hapa Kariakoo na Dar es Salaam tuna taasisi ya benki inaitwa Maendeleo Benki. Wametudhamini, tunakopa bila dhamana na wamachinga wanalipa. Mikopo ambayo tumepewa na Maendeleo Benki ni bilioni 7.4 ambazo tayari ziko kwenye mzunguko na wamachinga wanalipa vizuri na hamna dhamana. Tunaanza kukopa kuanzia 1,000 mpaka milioni 2 bila dhamana, lakini milioni 2 na 1,000 kwenda mpaka milioni 4 basi walau hata utoe dhamana mwenyekiti wako wa serikali za mitaa na kadhalika kule unakoishi, lakini 1,000 mpaka milioni 2 haina dhamana, na wamefanikiwa kukopa kwenye hicho kiwango ambacho tumekitaja. Kwa hiyo na mimi pia nichukue nafasi hii katika hilo, mabenki mengine wajitokeze kwetu. Wamachinga wanahitaji fursa, wamachinga wanahitaji kukua, wanahitaji mitaji, wasiogope. Wamachinga ni watu wema, na hasa wale waliopangwa kwenye maeneo rasmi wanaofanya biashara ni watu wema, wanalipa mikopo, na sisi ni mashuhuda ambao tumesimamia, na ushuhuda huu mnaweza mkaenda hata benki wenyewe mkawauliza, wanaweza kuwapa ile rate, mkaona kwamba wamachinga mkoa wa Dar es Salaam hasa katika eneo la Kariakoo wanakopa na kuweza kulipa. Naye mwenyekiti wa machinga mkoa wa Dar es Salaam Namoto Yusuf Namoto ameishukuru benki hiyo kwa kuendelea kuwashika mkono katika kupiga hatua kiuchumi, ambapo wameahidiwa kupewa mikopo ya viwanja na kujengewa nyumba bora kutokana na mahitaji yao katika kijiji cha Magoze kilichopo wilayani Mkuranga mkoani Pwani kwenye mradi wa Samia City Machinga. Tulikwenda kutembelea eneo la mradi, eneo ambalo unatengenezwa mradi wa viwanja vya makazi na biashara. Viwanja kwenye phase ya kwanza tutakuwa na mradi na kuanza kutoa viwanja 500. Viwanja hivi, eneo hili lipo katika kijiji cha Magoza, wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani. Ni eneo ambalo ni zuri, eneo ambalo liko tambarale, lakini kama wanavyofahamu uongozi ni kushirikisha watu. Kwa hiyo tulifanya ziara ambapo kulikuwa na wamachinga wawakilishi kwa niaba ya wenzao wamachinga 300
tulikuwa na msafara wa gari 4 ambao tuliondoka hapa ofisini Kawaso Kariakoo mpaka eneo hilo la Magoza. Kwa hiyo tumeweza kupata maoni ya wamachinga. Huu ni ushirikishwaji ambao walengwa wamepata nafasi ya kwenda kuona eneo lao la mradi. Eneo ni zuri na kwa pamoja wametoa tamko la kuridhia. Lakini pia nichukue nafasi hii kipekee kabisa kuwashukuru wadau wetu Benki ya Maendeleo Benki ndio benki ambayo inafadhili huu mradi. Ndio benki ambayo inatununulia ile eneo, litapimwa na machinga hao watakopeshwa viwanja, lakini pia watakopeshwa fedha ya kulipia hivyo viwanja pamoja na fedha za kuongeza mitaji yao, na watapewa muda wa mwaka mmoja waweze kulipa kidogo kidogo. Kwa hiyo anapomaliza mkopo wake atakuwa tayari amemaliza mkopo wa fedha taslimu kwa ajili ya biashara na atakuwa amemaliza mkopo wake wa kiwanja. Lakini kwenye fezi ya pili Maendeleo Benki wametuahidi kutujengea nyumba za gharama tutakazochagua kulingana na mahitaji ya mjasiriamali. Eneo lile litapimwa, litagawanywa kwenye block A, B, C, D na E. Kwa hiyo kwenye lile eneo kutakuwa na ndani ya vile vitalo sasa kutakuwa na ujenzi wa nyumba zinazotofautiana gharama kulingana na mahitaji. Kwa hiyo nishukuru sana Maendeleo Benki, wamekuwa ni wadau muhimu mpaka sasa hivi kwenye mkoa wa Dar es Salaam wameshatukopesha zaidi ya bilioni 7 na milioni 400. Kwa hiyo tuendelee kuwashukuru na kuwatia moyo kikubwa. Tuwaombe sana serikali iwaunge mkono Maendeleo Benki, tuunge mkono na sisi wa machinga katika kuboresha na kuongeza ile miradi. Wa machinga tuko wengi, tunaamini mradi huu wa viwanja 500 hautaweza kutosha wote kwenye fezi ya kwanza. Kwa hiyo mimi niombe sana serikali ishirikiane nasi, iwaunge mkono Maendeleo Benki na kuweza kutusupport. Lakini kama ulivyoona jana wa machinga kwa umoja wao tulitoa ombi maalum la kumwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, eneo lile tumelipa jina la Samia Machinga City katika kumuunga mkono mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamuunga mkono kutokana na juhudi mbalimbali ambazo amekuwa akizifanya. La kwanza, ametutambua sisi wa machinga kama kundi maalum. Lakini na kuishia hapo, ametoa fedha shilingi milioni 10 kila mkoa kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za machinga. Na hivi tunavyozungumza ofisi ya machinga mkoa wa Dar es Salaam inajengwa pale Magomeni Kota, jirani na zile nyumba zilizopewa maarufu jina nyumba za Magufuli. Ofisi yetu ya mkoa inajengwa pale na imeshafikia kwenye hatua ya kukata madirisha. Kwa hiyo tunachukua nafasi hii kumuomba, sisi tumempa zawadi ya kuita eneo lile la makazi ya machinga Samia Machinga City. Ombi letu kwake ni kutujengea barabara tu ya kiwango cha lami umbali wa kilomita 9 kutoka Mkuranga mpaka kwenye eneo lile la Samia Machinga City. Tunamuomba sana tujengee barabara. Sisi tumepambana kutafuta eneo la kufanya ujenzi, tutapambana kulipa mikopo ya vile viwanja, tutapambana kulipia mikopo ya ujenzi wa zile nyumba.